tuftahu abwabul jannati yawma al-ithnain wa yawma al-khamis, hufunguliwa, huwekwa wazi milango yote 8 ya pepo kila Jumatatu na kila Alhamis. Allahu akbar! Milango yote 8 ya pepo hufunguliwa, huwekwa wazi kwa wiki mara 2 kila Jumatatu na kila Alhamis. Baada ya kuwekwa wazi milango yote ya pepo katika kila Jumatatu na kila Alhamis, sikiliza sasa, Bwana Mtume anasema fayughfaru likulli abdin, kila Jumatatu na Alhamis Allah anatoa ofa ya kuwasameh waja wake mbalimbali. Allah huwasameh waja wake mbalimbali, huwafutia madhambi yao, makosa yao, machafu yao, maovu yao kwa ujumla. Fayughfaru likulli abdin, husamehewa kila mja, hufutiwa madhambi kila mja. Mwenye sifa zipi sasa? La yushriku billahi shay'a. Sikilizeni msimu wa msamaha katika kila Jumatatu na Alhamis. Bwana Mtume anasema huwekwa wazi milango yote 8 ya pepo kila Jumatatu na kila Alhamis, kisha Allah hutoa agizo kwa malaika, huwaamrisha, huwaagiza wawafutie madhambi kila mja, wamfutie madhambi kila mja ambaye hana sifa kuu mbili, hana makosa makuu mbili, hana mambo makuu mawili. Kisha husamehewa kila mja ambaye hamshirikishi Allah na kitu chochote. Hongereni watu wa tauhid, hongereni watu wenye kumpwekesha Allah jalla fi ula, hongereni nyinyi mnaojiepusha na dhambi ya kwanza kwa ukubwa, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah jalla fi ula. Kila Jumatatu na Alhamis Allah subhanahu wa ta'ala hutoa ofa, hutoa msamaha wa kuwafutia madhambi waja wake mbalimbali, isipokuwa mja mwenye sifa kuu mbili. Huwasameh waja wake wote wasiomshirikisha na kitu chochote. Hili ni la kwanza lihisabu, wasiofanya shirki. Wa pili sasa, asiyepata msamaha wa Allah katika msimu wa msamaha wa kila Jumatatu na Alhamis. Wa kwanza, anayepata msamaha wa Allah katika msimu wa msamaha kila Jumatatu na Alhamis ni kila ambaye asiyefanya dhambi ya shirki. Na wa pili, illa rajulan, na mtu ambaye, na isipokuwa mtu ambaye kanat bainahu wa baina akhihi shahnau, na mtu wa pili ambaye hatosamehewa madhambi yake katika misimu yote ya misamaha ni yule ambaye pana magomvi baina yake na baina ya ndugu yake, pana uhasama baina yake na baina ya ndugu yake,
pana chuki binafsi baina yake na baina ya ndugu yake, kuna uadui usiokwisha baina yake na baina ya ndugu yake. Hawa wawili malaikatur rahman watakapoagizwa, shukeni, leo ni siku ya Jumatatu au leo ni siku ya Alhamis, muwafutie waja wangu wote madhambi yao kasoro watu wawili. Wa kwanza mshirikina babu, mtu wa shirki babu, anayemshirikisha Allah mara kwa mara, yeye na shirki na yeye hawezi kuishi bila ya shirki. Huyo anawekwa pembeni. Na mtu wa pili, yule mzee wa ngenga, mzee wa nongwa, mzee wa gubu, asemalizaga magomvi kila siku, uhasama kila siku, uadui kila siku. Yeye siku zote ana magomvi na watu tu. Ukihesabu katika maisha yake, mamia ya watu yeye na wao picha haziendi. Kuna mamia ya watu yeye na wao hawaivi, hawako pamoja. Kazini watu kadhaa haongei nao, majirani wanafungiana vyoo, msikitini ndo usiseme kabisa. Waumini wenzake 5 salawat anaoswali nao sala 5 kibao wamefungiana vyoo. Hawa wawili, mshirikina mwenye kufanya dhambi ya shirki na mzee wa uhasama, mzee wa uadui, mzee wa magomvi, mzee wa nongwa, mzee wa gubu, asiyejua kumaliza. Yeye kila siku ni uadui tu, uhasama tu na watu. Malaika wataambiwa nini? Andhiru hadhaini, hawa wawili wawekeni kando, hawa wawili wawekeni pozi, hawa wawili wawekeni pembeni, hatta yastaliha, mpaka wapatane. Tena Bwana Mtume anasema kauli hii imesisitizwa mara 3, andhiru hadhaini hatta yastaliha, andhiru hadhaini hatta yastaliha, andhiru hadhaini hatta yastaliha. Hawa wawili wawekeni pembeni. Wepi? wagombanao, wepi wasiopatana milele na milele, wepi wazee wa kufungiana, wazee wa kufungiana vyoo, wepi wasiojua kumaliza magomvi yao, wepi wasiotaka sulhu. Hawa wawili wangojeni kwanza, wasubirini kwanza, wawekeni pembeni kwanza, hata yastaliha, hadi wapatane. Ndugu zangu Waislamu, kila Jumatatu itokayo na iendayo kwa Allah kuna msimu wa msamaha kutoka kwa Allah. Allah huwatuma malaika mbalimbali wanaosimamia zoezi zima la kuwafutia watu madhambi. Kila Alhamis Allah hutoa, ni msimu wa msamaha, na huwasameh waja wake mbalimbali kutokana na makosa mbalimbali. Anapowatuma malaika katika kila Jumatatu na Alhamis ili kuwafutia madhambi waja wake mbalimbali, makosa yao mbalimbali, maovu yao mbalimbali, anawaambia watu wawili hawamo katika orodha ya kusamehewa makosa yao. Mtu wa kwanza, mtu yeyote anayemshirikisha Allah siku zote na kitu chochote. Mtu wa pili, mtu wa uhasama, mtu wa ugomvi, mtu wa magomvi, aka mzee wa nongwa, aka mzee wa gubu,
aka mzee wa ngenga asiyejua kumaliza, yeye kila siku ni magomvi tu. Hawa wagombanao wawili, malaika wakishuka, Allah anawaambia anziru hadhaini hatta yastaliha. Hawa wawili wangojeni kwanza, wasubirini kwanza, wawekeni pembeni kwanza, wawekeni pozi kwanza, msiwafutie madhambi katika msimu wa kila Jumatatu na Alhamis, katika msimu wa msamaha wa kila Jumatatu na Alhamis, hadi wapatane. Waswahili wenzangu, tuna msemo tunasemaga, wagombanao malizia, wagombanao, sijasikia bado, wagombanao ndio wapatanao lakini Uislamu unakwambia wagombanao ndio inakula kwao. Nimesemaje? Arudia, wagombanao ndio inakula kwao. Hebu sema tena, wagombanao. Narudia tena, Waswahili wanasemaga vipi? Wagombanao ndio wapatanao. Uislamu unasemaje? Wagombanao ndio inakula kwao. Kivipi inakula kwao? Katika watu wawili ambao hawatopata msamaha wa Allah katika msimu wa msamaha wa kila wiki, kila Jumatatu na Alhamis, nitajie mtu wa kwanza ni nani? Anayefanya shirki, sio? Wa pili, wagombanao wawili, uhasama kwenda mbele, uadui kwenda mbele, matatizo kwenda mbele, hawapatani, miaka nenda miaka rudi. Hao malaika wataambiwa waongojeni hawa wawili, wasubirini hawa wawili, wawekeni pembeni hawa wawili, wawekeni pozi hawa wawili, hadi twende pamoja, hadi ina maana wagombanao ni wapatanao au inakula kwao? Ichukueni leo hiyo, chukua hiyo. Sheikh Kilemile, moja katika wanawachuoni wakubwa sana katika nchi hii, kama kufiwa na wanawachuoni ni hasara kubwa sana kwetu, basi Sheikh Kilemile na Sheikh Muharram Juma Doga kuondoka kwao ni pigo kubwa sana kwa Waislamu wa Tanzania. Allah warahamu, awalaze pahala pema peponi, na wanawachuoni wote wa Kiislamu waliotangulia mbele ya haki. Alikuwa anapenda kusema, chukua hiyo itakusaidia wewe. Si mnamjua alikuwa mashallah mbabe, chukua wewe hiyo itakusaidia. Na mimi namuiga Sheikh Kilemile leo, chukua hiyo itakusaidia wewe. Wagombanao inakula kwao. Hebu sema tena, habari kwamba ni wapatanao ni uongo tu, haina ushahidi, haina aya wala hadithi. Wagombanao wangapo umefungiana vioo miaka 10? Uongo kweli? Sasa kwa mujibu wa hadithi hii, wagombanao ndio inakula kwao. Inakula kwao vipi? Kila Jumatatu na Alhamis hawatopata msamaha wa Allah. Tena malaika wanaambiwa anziru hadhaini hatta yastaliha, waongojeni hawa wawili, wasubirini hawa wawili hadi wapatane. Wasipopatana imekula kwao, haijala kwao, imekula kwao. Shekhe, kama mtu kafunga Jumatatu na Alhamis na sunna zake zote za kufunga kila Jumatatu na Alhamis, na sunna zako zote za kufunga kila Jumatatu na Alhamis, muda wa kuwa kuna watu kibao hausemeshani na wao, hauongei na wao, mefungiana vioo, tena mkipishana utadhani si Waislamu na nuniana, tena utadhani si wanaume, ni kina dada fulani hivi, mwanaume hanunagi. Nishasema sana na leo narudia, msikiti wa Lindi, mwanaume hana sifa ya kununa, ana sifa ya kukasirika. Kununa ni sifa ya kina mama. Mmenielewa wanaume wenzangu? Kuna anayenunaga humu ndani? Yupo anayenunaga?
Usimnunie mkeo mkasirikie kama amekuudhi. Kununa wacha anune yeye, ni hulka yao kununa, na sisi hulka yetu kufanya nini? Kukasirika. Sisi ndo simba. Simba hanuni, simba anakasirika. Tuko pamoja Waislamu? Sasa basi, mtu wa kwanza ambaye hatopata msamaha wa Allah katika msimu wa msamaha wa kila Jumatatu na Alhamis, washirikina wanaofanya dhambi ya shirki, wanaomshirikisha Allah siku zote na kitu chochote na vitu vyovyote. Na mtu wa pili ni wale watu wawili ambao ni wazee wa uhasama, hawajuagi kumaliza. Wameshasuluhishwa na watu mbalimbali, lakini wapi, magomvi yanaendelea. Na leo nataka nikupeni mpya, wanaokataaga kumaliza magomvi wana sifa miongoni mwa sifa za kinafiki. Ushahidi? Simataka ushahidi au mtaki ushahidi? Bwana Mtume kasema, mimi sikusema. Anasema arba'un man kunna fihi kana fihi khaslun min khisal almunafiqin. Mambo manne yakijumuika, yakipatikana juu ya mtu, huyo mtu tayari amekwisha pata alama miongoni mwa alama za wanafiki. Jambo la kwanza, idha haddatha kadhaba, atakaposimulia, atakapohadithia, atakapoongea, siku zote yeye ni mzee wa kuwafunga kamba wenzake, mzee wa fiksi, mzee wa uongo, ni mtu wa kusema uongo. Kwa hiyo wasema uongo wana alama miongoni mwa alama za wanafiki. Mtu wa pili, wa idha waada akhlafa, na atakapoahidi hatimizi ahadi yake. Na mtu wa tatu, wa idha atumina khana, na atakapoaminiwa akapewa amana anachakachua, si mwaminifu katika kazi zake, katika majukumu yake, katika kibarua chake. Amana akipewa imeondoka na maji, alama miongoni mwa alama za wanafiki. Alama ya nne, wa idha khasama fajara, na atakapogombana hupitiliza. Kugongana kupo mashekhe, kupishana kupo mashekhe, lakini mwisho wa ugomvi katika Uislamu ni siku ngapi? Ni siku ngapi? Ni siku tatu. Bwana Mtume kasema, la yahillu lirajulin au la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, si halali muislamu kumkata muislamu mwenzake, kumhama muislamu mwenzake, kutosemeshana na muislamu mwenzake zaidi ya siku tatu. Mwisho wa magomvi katika Uislamu ni siku tatu. Lakini ninapandisha kioo, ngoma imetoka, tusijuane, tusizikane, na nikifa jeneza langu usiliguse, huyo ana alama miongoni mwa alama za wanafiki. Wengi tunajua zile alama tatu za wanafiki, sio? Akiongea husema uongo, akiahidi hatimizi ahadi, akiaminiwa hawi mwaminifu. Kuna hadithi nyingine ya Bwana Mtume inasema alama za mnafiki ni 4, akaongeza alama ya 4, na atakapogombana na mtu yoyote hupitiliza katika magomvi, hana breki. AKA mzee wa nongwa, mzee wa gubu, mzee wa ngenga, hajui kumaliza huyo. Sasa ndugu zangu, tumeishi na misimu miwili katika misimu ya msamaha, msimu wa kila Jumatatu na msimu wa kila Alhamis. Kila Jumatatu na Alhamis kuna ibada gani? Nikumbusheni, kuna ibada gani? Saum. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa,
nini hikma ya kutuwekea sunna ya kufunga kila Jumatatu? Akasema dhaka yaumun wulidtu fihi wa fihi bu'ithtu wa fihi unzila alayya, kwa sababu siku ya Jumatatu ni siku ambayo nimezaliwa ndani yake na nimepewa utume ndani yake na nimeshushiwa Qur'ani ndani yake. Qur'ani tukufu jumla, msahafu mzima, juzuu 30, sura 114, aya 6626. Msahafu kamili uliteremshwa usiku wa Lailatul Qadri kutoka mbingu ya 7, kutoka katika Lauhul Mahfudh mpaka katika mbingu ya dunia. Ile siku ya kwanza inashuka duniani sasa ilikuwa ni siku gani? Siku ya Jumatatu. Na ndio maana Bwana Mtume akatuwekea sunna ya kufunga kila Jumatatu kwa sababu kuu ngapi? 3. Mosi, ni siku ambayo amezaliwa Bwana Mtume. Pili, ni siku ambayo amepewa utume, alitumwa Bwana Mtume. 3, ni siku ambayo alishushiwa rasmi Qur'ani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaulizwa sasa hikma ya kufunga kila Alhamis, akasema Alhamis ni siku ambayo matendo ya waja, ripoti za waja za wiki nzima, faili la waja la wiki nzima hupandishwa kwa Allah katika wiki nzima siku ya Alhamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saim, na mimi Muhammad napenda faili langu kila wiki, kila Alhamis likipandishwa mbinguni, faili langu liwe limehitimishwa na ibada ya funga. Na kuulizeni, anayefunga kila Jumatatu anastahiki kupata msamaha wa Allah? Hastahiki? Anastahiki. Anayefunga kila Alhamis anastahiki kupata msamaha wa Allah? Hastahiki. Kila wiki pana misimu miwili ya msamaha wa Allah, kila Jumatatu na kila Alhamis. Sasa huyu mtu wa sunna, huyu anayeshikamana na sunna ya kufunga kila Jumatatu, anayeshikamana kufunga sunna ya kila Alhamis pamoja na sunna zake na ibada yake ya funga, siku ya Jumatatu ikifika, siku ya Alhamis ikifika, Allah atakapofungua milango yote 8 ya pepo, akawatuma malaika, wafutieni madhambi waja wangu wote kasoro wawili, washirikina na wagombanao, wazee wa uhasama, wazee wa uadui, wazee wa chuki binafsi, wazee wa roho za kisokorokwinyo. Hawa wawekeni pembeni, hakuna kuwafutia madhambi mpaka wapatane. Nini maana yake? Nini nataka kusema? Nataka kusema funga yako ya kila Jumatatu na Alhamis inaweza isikusaidie mbele ya Allah ikiwa wewe waishi katika dimbwi la shirki. Lakini kama wewe ni mtu wa tauhid, bismillah, masha Allah, unaitahidi sana kumpwekesha Allah na umeishika tauhid, unaitahadhari sana shirki, lakini upande wa pili huna akhlaq, huna tabia njema, huna maadili mema, aka mzee wa ngenga, aka mzee wa nongwa, aka mzee wa gubu, huna dogo shekhe, wewe na uhasama na wewe, mzee wa kununa shekhe, mwanaume mzima unanuna, domo limetuna utadhani kama la Fatuma. Utawekwa pembeni. Unaweza ukawa mtu wa tauhid, haufanyi shirki, kila Jumatatu na Alhamis utasamehewa.
utasamehewa Lakini ikiwa tabia njema huna, imamu wa msikiti wako hamuongei, wazee wa basi, bwana wewe, imamu amekosea nini? Basi tu. Basi gani? Mwendo kasi, basi la mitaa, basi la mikoani, daladala, basi gani? Damu zetu haziendani. Zitaendana vipi wakati wewe na yeye sio ndugu? Mimi na yeye picha ziendani. Picha zipi? Tumekuwa Wahindi bwana, watu wa mitabashan, picha zinaendana ziendani. Kwa hiyo unaweza kuwa mtu wa sunna na unaweza kuwa mtu wa tauhid, na kila Jumatatu na Alhamis madhambi yako usifutiwe. Kweli si kweli? Sababu kwa sababu wewe ni mzee wa ngenga, mzee wa ngubu, mzee wa nongwa, mzee wa uhasama, mzee wa kupitiliza katika ugomvi. Kila siku umemtukana huyu, umemjeruhi huyu, umemtia doa huyu, hauongei na jirani yako, ukimpita mtu umenuna. Sunna gani unaijua? Kati Mtume anaulizwa ayul islami khairun, uislamu upi ulio wa kheri? Akasema mambo makuu mawili ni katika uislamu ulio bora kabisa. Sikiliza, tut'imu ta'ama, ulishe chakula, wa tuqri'u salama, na utoe salamu, ala man arafta wa man lam ta'rif, kwa yule unayemjua na usiyemjua. Tu pamoja. Kwa hiyo hapa tumepata misimu miwili ya msamaha wa Allah kila Jumatatu na Alhamis, na watu wote wanasamehewa kasoro watu wawili. Mtu wa kwanza mshirikina anayefanya shirki, na mtu wa pili yule mwenye magomvi, mwenye uhasama, mwenye uadui na kila mtu, hapatani na kila mtu, hasemeshani na kila mtu, haongei na kila mtu. Huyo ni fungu la kukosa. Wagombanao sio wapatanao, bali wagombanao ndio inayokula kwao. Hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad. Lakini zingatieni jambo moja ndugu zangu, mwezi mtukufu wa Ramadhani unakaribia, na mimi namuomba Rahman alladhi allama alquran, na wewe sema amin. Namuomba Allah kwa utukufu wa jina lake la Arrahman, namuomba Allah kwa utukufu wa kitabu chake Alquran, mimi na wewe atufikishe salama salmin Ramadhani, atupambe kwa siha na afya njema, atuepusha na maradhi yote madogo kwa makubwa, atusaidie kuitumia vizuri mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuweze kuchuma thawabu mbalimbali, ajiri mbalimbali, kheri mbalimbali, tujaze akaunti zetu mema mbalimbali. Semeni amin. Na Mungu Allah tusaidie kufunga funga ya dhati mchana wake, na usiku wake atujalie kusimama visimamo vya dhati kabisa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mujibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, milango ya pepo hufunguliwa au la? Hufunguliwa Tena anasema milango ya pepo mwezi ukiandama tu, Allah huweka wazi milango yote 8 ya pepo, kuanzia mwezi ulipoandama mpaka mwezi utakapoondoka. Mwezi mzima wa Ramadhani milango ya pepo kweupe, na kubwa zaidi na zuri zaidi, milango 7 ya Jahannam hufungwa katika mwezi mzima wa Ramadhani. Angalieni, na kila Jumatatu na Alhamis milango 8 yote ya pepo huwekwa wazi, sio? Hapa tunajifunza nini? Akili ya kawaida. Jumatatu na Alhamis kuna ibada inayoitwa Jumatatu na Alhamis kuna ibada inayoitwa saum, na mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna ibada inayoitwa saum. Maana yake ibada ya funga ni sababu mojawapo wa milango ya pepo kuwa wazi. Milango ya pepo ndugu zangu iko mingapi? Milango ya pepo ndugu zangu ipo mingapi? 8. Kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
Na waliooa wapelekeni wake zenu bishara hii. Wangapi wameoa? Mkono juu. Hapa inaonyesha idadi ya mabachela ni kubwa. Dunia ya dunia ya utandawazi. Dunia ukitoka nje hapa Kariakoo ukajisemea Sheikh Kipozeo, mizigo iko nje. Mabachela mtaumia, oweni. Ndoa ndo mpango mzima. Na katika sura 24 Suratul Nur, Allah kaahidi mkioa mkiwa mafukara atakutoeni kimaisha. Qur'ani hiyo, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Oweni mkiwa mafukara, na mkiwa mafukara mkaoa katika hali ya ufukara, Allah atakutajirisheni kutokana na fadhila zake. Kwa taarifa yenu, miongoni mwa vitu vinavyofungua milango ya riziki ni ndoa. Hapo ulipo pingine unaspendi pesa nyingi sana kwa sababu ya ubachela. Asubuhi chai siku hizi bei gani Kariakoo? Shingapi siku hizi chai ya kawaida tu? Wazee watoto wa Kariakoo wako wapi? 500 chai vitafunwa. 500 gani shi Kariakoo hapo ujue? Kariakoo maana yake ni Kabako. Buku 3 hapo unakunywa chai, si ndio? Mchana mpaka mtu anarudi nyumbani kwake asubuhi, mchana, jioni anakula kwa mama ntilie. Anatumia shingapi kwa haraka? Semeni ukweli, kwa siku 12,000. Hapo bado nauli. Sasa ungeingiza mtoto wa mtu ndani pale kwa halali kabisa, riziki yako na yake inapitia kwako, uone mirija inafunguka. Oweni, maisha ni hayo, usisubiri helikopta. Watu wote matajiri wote wa sasa hivi wakubwa duniani, utajiri waliupata baada ya kuoa. Tumeelewana Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq, semeni radhiyallahu anhu, alikuwa na iltamisul ghina, tafuteni utajiri kupitia ndoa. Sasa nyinyi mlioa, nakupeni salamu. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoa masharti 4 kwa wanawake, wakiyatimiza peponi kwa kuringa, kwa kudeka, kwa raha zao, kifua mbele. Idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akiswali swala 5, sharti la kwanza hilo. Wasamat shahraha, na mwanamke katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sharti la pili hilo. Sharti la 3, wahafidhat farjaha, na akihifadhi utupu wake, hachepuki, hamchiti mumewe, hafanyi khiana, anajisitiri, anajihifadhi. Sharti la 3. Sharti la 4, wa ata'at zawjaha, na akimtii, akamheshimu, akamsikiliza, akamthamini mume wake. Kwa masharti haya 4, Bwana Mtume anasema qila laha, ataambiwa siku ya kiyama, udkhulil jannata, wewe mama fulani, ingia peponi kwa raha zako. Min ayyi abwabiha thamaniyati shi'ti, tena nenda kachague mwenyewe mlango utakao. Ingia peponi kupitia mlango wowote unaoutaka katika milango yake 8. Wanawachuoni wakasema kama mwanamke ni bachelati, sharti moja linaondoka. Kwa hiyo masharti yanabaki 3. Sharti la kwanza, akiswali sala 5. La pili, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. La 3, akahifadhi utupu wake. 3 haya mwanamke wa Kiislamu akiyashika, ambaye ni bachelati, akafa hali ya kuwa ni bachelati, siku ya kiyama shekhe kwa raha zake atachagua mwenyewe mlango anaoutaka kuingia peponi. Na kama ni mke wa mtu, masharti yake ya kuingia peponi ni 4. Akiswali swala 5, akafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akahifadhi utupu wake, hazini. Sharti la 4, akamtii na kumheshimu mume wake, ataambiwa siku ya kiyama ingia peponi kupitia katika milango yake 8.
utakao wewe. Na milango minane ya pepo, ndugu zangu, ina majina. Nikupeni nisikupeni? Mnataka kusikia milango minane ya pepo majina yake? Mnataka kusikia majina ya milango minane ya pepo? Mlango wa kwanza ni mlango unaitwa babu sala, mlango wa swala. Waswaliji hongera, mlango wenu huo. Mlango wa pili tena imeandikwa kabisa babu swala, mlango wa swala. Mlango wa pili babu rayyan, mlango wa Rayyan. Mlango huo ni wa wafungaji wana mlango wao. Sasa shekhe, kama unaswali swala 5 unajitahidi jamaa kablia na baadia, mashaallah, unajitahidi swala zako zikakubalika, milango yote itakugombea. Mlango wa swala unakwambia umenitendea haki, pitia kwangu bwana. Mlango wa Rayyan ni mlango wa funga, unaitwa Ar-Rayyan. Unajua kwa nini umeitwa Ar-Rayyan? Mfungaji mmoja ya mambo yanayemtesa wakati wa funga ni nini? Kiu, Sasa ule ndo ni mlango wa kushiba, kunywa kwa raha zako, paka pombe lakini sio kama hii, inatoa harufu mbaya, unalewa, inadhorotesha afya, inaumiza kichwa, haileweshi. Pombe ni kama jina tu, kinywaji. Kwa mlango wa pili unaitwa Ar-Rayyan. Mlango wa tatu unaitwa babul jihad, mlango wa jihad. Watu mbalimbali waliopambania dini ya Uislamu kwa mikono yao, jihad, wana milango yao maalum. Mlango wa tatu unaitwa babu sadaqa. Mlango wa nne unaitwa babu sadaqa, mlango wa sadaka. Watoaji, hongereni, mlango unawatambua, utawaita jina fulani. Hukuwa chuma, hukuwa mkono wa birika. Watoto wa Temeke wanasema hukuwa bolten nut. Kuna Waislamu ni vyuma, tena vyuma standard. Wewe muulize Sheikh Ali, sisi tunaofanya mashindano ya Qur'an tunajua unawashirikisha watu kwenye mambo ya kheri. Mashindano ya Qur'ani, tutatoa zawadi, tutatoa nini? Mtu ana uwezo mkubwa Sheikh, anaweza kukupa milioni 50 hapo na stetereki, wala 100 wala 200, lakini akakutumia 500 mchango wake wa mashindano ya Qur'ani. Waislamu vyuma, na Waislamu nchi hii tungelikuwa watoaji, tunajitoa kwa ajili ya dini hii, wallahi dini ingepiga hatua zaidi na zaidi, na Waislamu wasingepata shida. Jamii yenye hali mbaya katika nchi hii, pangu pakavu tia mchuzi, ni Waislamu. Na matajiri wakubwa, ingia kwenye Google top 10 matajiri wa Tanzania, kama sikosei, wa kwanza mpaka wa 7 au wa 8 ni Waislamu. Na mwaka jana nilitoa hutuba, niliwaambia wengi hamtoi zaka, unatoa futari. Toeni zaka, sio futari. Na mimi ni dai, na dai anatakiwa anyooshe maneno. Unajua sura 33 Al-Ahzab inasema alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Wale wanaofikisha message za Allah, jumbe mbalimbali za Allah, na hawana uoga juu ya mtu yoyote, hawamkhofii mtu yoyote, ila wanamkhofia Allah peke yake. Ndio sifa za madai. Muda wa kuwa sijakutaja jina,
Muda wa kuwa sija kunyoshea kidole, nimezungumza kwa ujumla. Wengi wanatoa futari, hawatoi zaka. Vitabu vyote vya fiqh vinasema zaka mpe mtu fungu litakalomfanya mwaka mzima asiwe na shida. Mchele kilo 5, tende pisi moja, kilo 1, mafuta lita 2 na sukari kilo 1. Zaka hiyo, futari hiyo mtenda kudaiwa na Allah, hamjawahi kutoa zaka. Watoeni Waislamu kimaisha. Sisi ni wafikishaji, tusipofikisha mtatukuda siku ya Kiyama. Walikuwa watu waambii mada hizi. Tunaelewana Waislamu eh? Kwa hiyo mlango wa 4 unaitwa babu sadaka, mlango wa sadaka. Mlango wa 5 unaitwa babul ayman, babu al-ayman. Wakasema baadhi ya wanawachuoni ayman inaitwa ni kulia, na wako waliosema ni ar-ruknul yamani ambayo iko al-Kaaba katika zile pembe 4. Kwa hiyo mlango wa 5 unaitwa babul ayman. Mlango wa 6 unaitwa babul kadhimina lilghaidhi, mlango wa wale wanaozuia siku zote hasira zao. Kukasirika kupo, hata paka ukimchokoza anakasirika, uongo kweli? Lakini unapaswa ukikasirika ufanyeje? Kwa hiyo uzuia hasira zako. Wale wenye kuzuia hasira zao, wakipanic, wakikasirika, hawachupi mipaka, hawafanyi maovu, hawatukani matusi ya nguoni, hawamdhuru mtu, hawampigi mtu, wanajizuia, wana mlango wao. Huo ni mlango wa 6, babul kadhimina lilghaidhi, mlango wa wale wanaozuia hasira zao. Mlango wa 7 unaitwa babul mutawakkilin, babul mutawakkilin, mlango wa wale ambao siku zote wanamtegemea Allah na hawamtegemei mtu mwingine. Tegemea Allah, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, na anayemtegemea Allah, Allah siku zote anamtosha. Sisi tunategemea watu, ndio maana tunafeli. Tegemea fulani mwaka huu ataniona, atanipa zaka, atanipa zakatul fitri, atanipa. Tegemea tu. Wanadamu hawa hawana chochote. Una mipango na mtu kesho, mwanangu, tena mnaitana wanangu siku hizi, tena mtu bachelor, hata mtoto unafuta mwenzao mwanao, mwanangu, kesho ahadi bwana, usahau bwana, nakutegemea mwanangu. Mnakutana kesho na wewe mwanao anakuchakachua, bwana mambo mabaya. Mwambie namtegemea Allah, atakuwezesha kesho, utanilipa deni langu. Nakutegemea wewe. Mwisho mambo yetu yanaharibika kwa sababu tunategemea watu. Mlango wa 7 unaitwa babul mutawakkilin, mlango wa wale wenye kumtegemea Allah. Hongereni mnaomtegemea Allah siku zote. Na mlango wa 8 unaitwa babu birril walidain, mlango wa wale wanaowatendea wema na ihsani wazazi wawili. Tena kuna hadithi inasema alwalidu fi awsati abwabil janna, wazazi mlango wao ni wakati kati ya pepo. Wale watakaoridhika wao waingie, wanaingia. Wale watakaosema hapana, huyu alikuwa jeuri, alikuwa ananifokea, huyu ananitukana sana, bi mkubwa naye unazingua bwana, bi mkubwa mimi nakuheshimu, bi mkubwa nitakuzingua sasa hivi, bi mkubwa huyu kanitukana sana duniani, huyu X. Malaika wanakufurumusha mzee, na ukifurumusha unaenda gari yako, unaenda wapi? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, makundi ni mawili siku ya Kiyama, kundi la peponi na kundi la motoni. Ndugu zangu, nikiwa nataka nihitimishe sasa na moto wa jahannam una milango mingapi? 7. Kasome suratul Hijri, Allah kasema laha 7 abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannam ina milango 7.
Na ukisikia mlango usio kafikiri mlango kama hapa wa mtaa wa Lindi, wa msikiti wa mtaa wa Lindi, mlango mdogo watu wamejazana mpaka barabarani kama mnavyoona. Mlango mmoja Bwana Mtume anasema ni kutoka Maka mpaka Palestina kwa ukubwa. Hakuna kubanana katika milango yote ya peponi wala motoni, mnaingia kama mnatembea kwenye uwanja wa wazi. Sasa moto wa Jahannam una milango mingapi? Una milango 7. Sikiliza, kuna mlango unaitwa moto, yani moto wa Allah una milango 7. Mlango wa kwanza unaitwa babu Jahannam, mlango wa Jahannam, na huo ndio kiboko yao. Na Jahannam imeitwa Jahannam kwa sababu ina shimo ndefu sana, ina bonde hatari, ina bonde inaenda deep sea huko chini kwa chini, kaitwa Jahannam. Na baadhi ya maulama wanasema Jahannam iko chini ya ardhi ya 7, chini huko. Mlango wa pili wa moto unaitwa babu Sa'ir, mlango wa Sa'ir. Kwa sababu umeitwa Sa'ir kwa sababu ni moto ambao haupoi. Huu moto wa duniani ukiuwasha, usipoweka kitu juu yake, kuni zinajitafuna zenyewe, mkaa unajitafuna wenyewe, mpaka moto unafanyaje? Unazima. Huu hauzimi. Mlango wa Sa'ir. Mlango wa tatu unaitwa babu al-ladha, mlango wa ladha. Umeitwa ladha kwa sababu adhabu yake ni yenye kudumu na inawaita watu kwa majina. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Mtu akipitishwa katika mlango wa ladha akaingia katika moto daraja la al-ladha, kwanza advertise ya kwanza, moto unatafuna kifua chake na moyo wake, alafu unamwita kwa jina mwamba, mtoto wa mjini, wewe si ndo fulani. Ladha huo hauna huruma. Mlango wa 4 katika milango 7 ya moto unaitwa al-hutama. Unaitwaje? Al-hutama. Umeitwa al-hutama kwa sababu mtu akiingia unamvunja vunja. Mlango wa 5 unaitwa saqar. Unaitwaje? Ma salakakum fi saqar. Ni daraja katika daraja za moto na ni mlango katika milango ya kuendea katika daraja hizo. Imeitwa kwa jina la saqar kwa sababu ni joto kweli kweli. Yaani sasa hivi Dar es Salaam, jiji la gharama, ni msimu wa joto Sisi tuko ndani kwenye msikiti wa Lindi tunasikia joto. Mnasemaje? Kuna mvuke ndani ya msikiti. Sasa hizi ni cha mtoto. Joto la ndani cha mtoto. Mtu akiingizwa katika moto wa saqar, Allah atukinge na mioto yote na atukinge na adhabu yake, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu, ya arhamar rahimin. Imeitwa saqar kwa sababu ni una ukali na joto wa hali ya juu. Mlango wa 6 ni al-jahim. Jahim umeitwa kwa jina la jahim, ni moto una hasira mpaka unarukaruka kama uji. Na wa mwisho wa 7 unaitwa hawiya. Fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia. Imeitwa kwa hawiya. Advertise ya kwanza, ukikanyaga tu kile ulichokikanyaga kinaporomoka, unatumbuka, unaanguka chini. Kwa hiyo nikiwa mwishoni mwa darasa yangu ya leo ndani ya msikiti wa Lindi, katika msimu wa mihadhara mikubwa kabisa, mihadhara ya mkoa wa Dar es Salaam na misikiti mikuu ya Kariakoo na Dar es Salaam kwa ujumla, nataka nihitimishe na msimu wa mwisho. Hapa tumepata misimu mingapi ya misamaha ya Allah? Kila Jumaa, kila Jumatatu, alafu kila Alhamis. Tukasema Bwana Mtume kasema kila Jumatatu na Alhamis ni msimu wa watu kufutiwa madhambi yao. Watu wote watasamehewa kasoro wawili. Wepi na wepi? Wanaofanya shirki na wale wenye uhasama, uadui na watu usiokuisha, si ndio?
njoo katika msimu mkuu wa mwaka, msimu mkuu wa mwaka, msimu mkuu wa msamaha kwa mwaka. Al-Imamu Ibn Majah anapokea hadithi hii katika sahihi yake kwa nambari 1390 na Al-Imamu Tabarani pia ameipokea kwa nambari 224 anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema. Jamani, sikilizeni hadithi hii nzito sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha la yattali'u fi laylati nisfi min Sha'bana, hakika ya Allah kwa mwaka katika mwezi wa Sha'ban, tena usiku wa nusu ya mwezi wa Sha'ban, katikati ya mwezi wa Sha'ban, kila usiku wa katikati ya mwezi wa Sha'ban, Allahu wakagua waja wake, Allahu watazama waja wake na huwakagua kweli kweli waja wake, kisha hutoa msamaha. Msimu mkuu kwa mwaka wa waja kufutiwa madhambi yao, kusamehewa madhambi yao ni katika usiku wa nusu wa mwezi wa Shaaban. Ulamaul hadith wanasema hadithi nyingi zilizokuja zikazungumzia fadhila ya usiku wa nusu ya Shaaban, nyingi zimetiwa doa na dosari na ulamaul hadith. Katika hadithi ambazo ni sahihi, wengi katika wanawachuoni wameipitisha ni hadithi hii, inna Allaha la yattali'u fi laylati nisfi min Sha'bana, hakika ya Allah utakapofika usiku wa nusu wa mwezi wa Sha'ban huwakagua waja wake, fayaghfiru lijamii khalqihi, hutoa msamaha mkuu, huwasameh waja wake wote, waja wake wote kasoro hawa wafuatao: illa limushrikin, atawasameh waja wake wote isipokuwa wawili. Illa limushrikin, isipokuwa mja wake mwenye kufanya shirki, ushirikina, imekula kwake huyo. Wa pili, au mushahin, au yule mja ambaye moyo wake umesheheni chuki binafsi dhidi ya wenzake. Hadithi hii inafanana na ile iliyopita? Haifanani? Ile ya kwamba kila Jumatatu na Alhamis Allah anafungua milango yote ya pepo, huwasameh waja wake wote kasoro wawili. Wa kwanza mshirikina anayefanya shirki, wa pili yule mwenye uhasama na uadui na chuki binafsi na watu, si ndio? Tena wataambiwa malaika hawa wawili wacheni hadi wapatane. Njoo sasa usiku wa nusu ya Shaaban, usiku ambao una fadhila kwa hadithi hii. Unapofika tu nusu ya Shaaban, tarehe 15 mwezi wa 15, Allahu wakagua waja wake wote, kisha anaambia malaika, wafutieni madhambi waja wangu wote. Wakiingia ndani ya Ramadhan waingie kidogo wana mizigo mepesi, isipokuwa wawili, msiwasameh madhambi yao, msiwafutie madhambi yao. Yeyote anayenishirikisha, mwenye kufanya shirki, mwenye kuendekeza shirki, mwekeni pozi, hakuna kumfutia madhambi. Wa pili nani? Au mushahin, au yule ambaye moyo wake umesheheni chuki, uadui, hiqdi, hasadi, roho ya korosho, roho ya kisokoro kwinyo.
Salamu kwenu nyie bwana, wazee wa kupinda. Na siku hizi bwana Sheikh Ali hawapindi, bora wapinde. Sisi watoto wa Temeke bwana, Bu Muhammad mashallah yupo hapa katika wazee wetu mashallah, napenda dini na dawa mashallah. Jazakallah khair, sijakuona bwana. Mashallah. Sasa namsemesha Sheikh wetu Sheikh Amin Hassan, afadhali wapinde. Siku hizi watoto wa Temeke tunasema kuna watu wamepinda, kuna watu wamenyongorota. Unaikumbuka dawa ya mbu ya zamani ile hivi vile? Si unaikumbuka dawa ya mbu ya zamani ile? Imepinda, imenyongorota. Sasa kuna Waislamu nyoyo zao zimenyongorota. Shekhe, imekula kwako. Misimu yote ya msamaha wa Allah haumo. Kila Jumatatu na Alhamis, hata ukifunga, madama roho yako imenyongorota, imepinda, una roho ya kwa nini, una chuki binafsi. Ukiona wenzio umefunguliwa na Allah unachukia nini? Ni Allah anampa mtakaye bwana. Furahia neema ya mwenzako, nyanyua mikono saa, mashaallah ya Rabbi, fulani alikuwa pango pakavu tia mchuzi, leo katoka kimaisha. Ya Rabbi, mzidishie ndugu yangu na muendelee kumfungulia, na mimi mja wako ya Rabbi nifungulie. Allah lazima atakupa. Lakini umepinda, mwanangu, muona jamaa mwanangu, I say, unaanza kujitafuna, jitafune mpaka ufe, aliyepewa kapewa. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah, nampa mtakaye. Usipinde tena, unatakiwa kwa swali rakaa 2 umshukuru Allah, sema ya Rabbi, kama umemtoa yule kimaisha, mimi nafuatia. Lakini bwana Waswahili wamejisemea dua ya nani? Ya kuku kwa mwewe. Hata ufanyeje bwana, hata uumie, upasuke, presha ipande, kama Allah kaamua kumfungulia mja wake kamfungulia. Kasome suratu Fatir aya ya 2, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Allah akiwafungulia watu neema na rehma zake, hakuna anayeweza kuzuia. Muislamu, usiumie kwa maendeleo ya mwenzako, furahi, mwambie ya Rabbi, kama umemsikiliza yule, umemtoa kimaisha, naona ametoboa kimaisha, mimi nafuatia. Allahumma zidi wa barik ya Rabbi, mzidishie, mbariki ndugu yangu ya Rabbi, na mimi mja wako usinisahau ya Rabbi. Utapata upati, ukinyongorota utakufa tu kwa chuki. Kwa hiyo usiku wa nusu ya Shaaban ni usiku wenye fadhila kiasi ambacho Allah huwakagua waja wake, hutoa msamaha. Huu ni msimu wa mwaka mzima, unaitwa msimu mkuu wa msamaha. Allah anawasamehe waja wake wote isipokuwa wale wanaofanya shirki na wale ambao wana roho za chuki, uadui, uhasama, roho mbaya, roho ya kisokorokwinyo, roho ya korosho, roho iliyopinda, roho iliyonyongorota. Namaliza riwaya nyingine katika kitabu cha Imamu Tabarani, bwana Mtume anasema usiku wa nusu ya Shaaban utakapoingia, inna Allaha yattali'u ala ibadihi fi lailati nisfi min Shaabana, hakika ya Allah huwakagua waja wake katika usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban. Fayaghfiru lilmu'minin, huwafutia madhambi waislamu wote. Wayumli lilkafirin, huwapa muda wa kuendelea kukufuru makafiri wote. Wayada'u ahla alhiqdi bihiqdihim hatta yada'uhu. Semeni subhanallah, maneno mazito haya. Wayada'u ahla alhiqdi bihiqdihim hatta yada'uhu, na watu wote wenye tabia ya hiqdi, chuki binafsi, roho mbaya, roho ya korosho, roho ya kisokorokwinyo, atawatupa mkono, atawaweka pembeni, atawaambia malaika hawa wawekeni pembeni mpaka wabadilike, waache tabia hizi. Waislamu wangapi leo tunaongoza kwa roho mbaya?
Kila siku nasemaga, dunia sasa mambo yamebadilika. Adui wa Muislamu sasa hivi ni nani? Muislamu. Anayempiga vita Muislamu sasa hivi ni nani? Muislamu. Anayemchukia Muislamu sasa hivi ni nani? Muislamu. Anayemhusudu Muislamu sasa hivi ni nani? Muislamu. Muislamu akipatwa na ugonjwa, labda hasad, akaumwa sana, au akapatwa na sihri au uchawi au kafanywa shirki, uwezekano upo asilimia zaidi ya 70 kuna mkono wa Muislamu mwenzake. Tunakwenda wapi? Tutapataje msamaha wa Allah? Ikiwa Jumatatu kuna funga ya sunna, msamaha wa Allah hautoupata kama wewe ni mshirikina au wewe ni mzee wa magomvi, uhasama, uadui, chuki na watu. Hal kadhalika Alhamis. Utapataje ikiwa usiku wa nusu ya Shaaban? Mwezi wa Shaaban si mtukufu kama mwezi wa Ramadhani. Hautofutiwa madhambi yako kwa sababu una makosa makuu mawili, shirki na chuki binafsi na watu. Niambie, mwezi mtukufu wa Ramadhani utaumbulia? Utaumbulia? Utaokota? Utapata matunda mwezi mtukufu wa Ramadhani? Utafaidi mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ikiwa bado wewe ni mzee wa shirki, alafu mzee wa ngenga, mzee wa nongwa, mzee wa gubu, mzee wa chuki binafsi, roho mbaya, roho ya kupinda, roho ya kunyongorota, roho ya kwa nini? Mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia, mimbabi aula pia hautosamehewa madhambi yako. Namalizia na kaida ya kiusul. Wanawachuoni wa usul wanasemaje? Idha zala almani'u ada almamnu'u. Kizuizi kikiondoka, kilichozuiliwa kitarudi. Kweli si kweli? Mmenielewa? Nazungumza na waliooa ili wanielewe. Idha zala almani'u ada almamnu'u. Kizuizi kikiondoka, kilichozuiliwa kitarudi. Waliooa, wake zetu wakiwa katika ada zao, tumeambiwa tuwakurubie au tusiwakurubie? Tusiwakurubie. Kizuizi kilichotuzuia pale tusiwakurubie ni nini? Ni hedhi, ni ada, sio? Hedhi ikiondoka, kizuizi kiko pale pale au kimeondoka? Tunaendelea kukutana nao, si ndio? Halikadhalika kizuizi hapa na kikusudia mwezi mtukufu wa Ramadhani utakapoingia, ili hali wewe na shirki na wewe, roho ya shirki uwache. Wewe ni jadi yako shirki, alafu roho yako pia imepinda. Unaingia unafunga, karibia watu 20 hamuongei, umegombana nao, mnakutana msalimiani, mmenumiana. Msamaha unapata upati? Hawezi kupata. Kizuizi hapa nini? Shirki na kisokoro kwinyo, si ndio? Ukiondoa tabia hizi mbili, msamaha wa Allah unakuja au uji? Jitathminini. Naomba mujitathmini. Ikiwa katika funga ya Jumatatu na Alhamis hatutosamehewa ikiwa tuna tabia ya shirki na tabia ya chuki binafsi, uhasama, uadui na watu mbalimbali, vipi tutasamehewa katika funga ya fardhi ya Ramadhani ikiwa tabia hizo bado tunazo, shirki na chuki binafsi, uhasama, uadui, hikdi, hasani na watu? Nimeeleweka? Pale nilipopatia taufiki ya Rahmani na pale nilipokosea au nikatereza au nikachapia ni mapungufu ya kibinadamu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wakati Sheikh Ali anajipanga, naomba niwalike au nisiwalike bwana? Tarehe 28 tarehe 1, si ndio? Haya, si mnajua nyote kwamba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani tukufu imeshushwa ndani yake. Aya si aya. Natumia fursa hii kuwaalika kama katika mashindano makubwa ya Qur'an tarehe 28 mwezi huu wa pili katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere pale karibu na Ikulu. Si mnaujua ukumbi wa Mwalimu Nyerere? Kuna mashindano ya kimataifa ya tajwid.
anasimamia Sheikh Ali hapa na mgeni rasmi Dr. Hussein Ali Mwinyi tarehe 28. Baada ya tarehe 28, tarehe inayofuata tarehe 1 mwezi wa 3 ndio yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni kwa Mkapa. Wangapi wanatia nia kuhudhuria mashindano haya mawili? Ukiifuata Qur'ani popote pale, Qur'ani itakubeba siku ya Kiyama. Na Bwana Mtume anasema Qur'ani na funga vitakuja kuwatetea watu wao. Sasa bismillah, mashaallah, funga tutaipata kwa sababu Waislamu wote tunafungaga, si ndio? Ishu hapa Qur'ani inawezekana tusiipate wote. Ili uipate, uisome sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Isikilize ikisomwa, ifuate pale ambapo inasomwa na kushindaniwa. Kwa hiyo tarehe 28 nawaalika ukumbi wa Mwalimu Nyerere mwezi wa 2 na tarehe 1 mwezi wa 3 pale kwa Mkapa. Biashara yako tarehe 22. Tunaanza na tarehe 22 mwezi huu. Diamond Jubilee Biaisha Sururu na yeye anaandaa mashindano ya kitaifa. Kwa hiyo nenda tarehe 22 mwezi huu wa 2, nenda pale kwa Diamond. Tarehe 28 nenda ukumbi Mwalimu Nyerere mwezi huu wa 2. Mwezi ukisha tarehe 1 mwezi wa 1 tukutane kwa Mkapa. Tuko tayari inshallah? Kila mmoja na mambo yake. Sisi watu wa Qur'an tuna jambo letu, si ndio? Wazee wa utopolo na ukolo na wana mambo yao, au sio? Si wanajazaga pale, au sio? Sasa sisi watu wa Qur'an tunashuhudia kujaza. Utopolo wangapi? Makolo wangapi? Ngoja nipunguze ukali wa maneno. Simba wako wangapi? Allah anakuona yule pale. Njoshe. Njoo nikwambie, umekuwa mkweli, njoo. Njoo bwana. Njoo nikupe mkono. Yanga wako wangapi? Sheikh, umeoa? Mwenyezi Mungu akufungulie milango ya kheri, akupe kila unachokitaka, akuepushe na usiyotaka, akujalie mwaka huu usiishe upate mke mwema mzuri bomba beautiful, upate watoto wenye kheri na baraka, akufungulie milango yote ya riziki. Umekuwa mkweli, umesema mimi ni mzee wa Simba wekundu wa Msimbazi, mnyama, si ndio? Hao wanajifaa cha Mungu. Yaani hapa Waislamu wa zama hizi makundi mawili, ama utakuwa Simba au Yanga. Siku hizi mpaka mashehe wamo. Utasikia shehe anakuambia sina timu, lakini Yanga ikifungwa roho inauma kidogo. Mtihani, wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Roho haiumi kwa ajili ya dini, inauma kwa sababu ya timu yako Yanga au Simba. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.